Na China imedhamiria kuuza takriban magari milioni 32 katika mwaka huu wa 2025. Hii ni kulingana na mpango mpya wa kuimarisha ukuaji wa sekta ya magari wa mwaka 2025 na mwaka 2026 uliotolewa na Wizara ya Viwanda na Teknolojia ya Habari pamoja na idara nyingine 7. Maelezo zaidi katika makala kuhusu Ifahamu China. Kwa mujibu wa mpango huo, thamani ya ziada ya uzalishaji katika sekta ya utengenezaji wa magari inatarajiwa kukua kwa takriban 6% kila mwaka. Mpango huo unasisitiza kupanua matumizi ya ndani kama mkakati mkuu kwa kuchukua hatua mbalimbali madhubuti. Miongoni mwa hatua hizo ni kuteua miji 25 ya majaribio kwa mradi wa umeme wa magari ya sekta ya umma, hatua ambayo itachangia kuongeza zaidi ya basi na magari ya mizigo na nishati mpya 1700. Jitihada zitaendelea kuhamasisha matumizi ya magari yanayotumia nishati mbadala vijijini pamoja na kushughulikia changamoto za miundombinu ya vituo vya ukuchaji na kubadilisha betri katika ngazi ya kaunti. Punguzo la kodi au msamaha wa kodi kwa ununuzi wa magari ya nishati mpya pia litatolewa pamoja na marekebisho ya sera za bima za magari kulingana na mpango huo. Aidha, serikali itatekeleza sera za kuhamasisha ubadilishaji wa magari ya zamani. Hali kadhalika, kutakuwa na mikakati ya kupanua matumizi baada ya ununuzi wa magari, ikiwemo huduma za kurekebisha magari na upangishaji, na pia kuhamasisha maeneo yenye masharti magumu ya ununuzi wa magari kurekebisha sera zao. Zaidi ya hayo, mpango huu unalenga kukuza ubunifu wa kiteknolojia ili kuboresha ubora wa uzalishaji kwa kuharakisha mafanikio katika teknolojia muhimu kama vile automotive chips na betri za hali ya imara, kukuza chapa za Kichina na kuhakikisha usalama wa mnyororo wa usambazaji kupitia jukwaa la ufuatiliaji wa usalama wa viwanda. Kuhusu kuboresha mazingira ya maendeleo ya viwanda, China inapanga kuhakikisha kila mji mdogo unakuwa na vituo vya kuchaji na kubadilisha betri pamoja na vituo vya nishati vinavyounganisha nguvu za jua, uhifadhi wa nishati, kuchaji na teknolojia ya vehicle to grid V2G.